ni waombe wana Mbeya, msituchonganishe mimi na Tulia. Ni waombe sana, alafu sisi tukaendelea kusonga mbele. Sisi kazi yetu ni kukomboa jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo kama mmetumwa na hao ndugu zenu kutugombanisha, kwanza hamjui tulikutana wapi. Ili mmetukuta tu, mmeanza kuchukua majina yetu. Hatujawahi waonesha tumegombana, hatujawahi lumbana, hatujawahi tumiana message za ujinga. Tunawasiliana, tunatembeleana. Sasa nyinyi pressure ya nini? Niona niwapashe kwanza hapa ili mkilala mlale vizuri. Lakini nyingine niwaone tena, msichonganishe na Chalamila. Chalamila na mimi ndio tulianza maisha. Kwa hiyo alipomleta Mbeya Magufuli, inawezekana ni maombi yangu vile vile. Shangilieni Magufuli. Magufuli oye! Ni raha anateua mtu mliekaa naye ofisi moja. Raha sana. Nyie hamjui raha hiyo. Raha mno. Manake hakuna kitu kizuri. Hanipi hela, lakini mimi raha yangu ni kuona wale mliokaa nao mna fight. Manake kuna kipindi tulikuwa tunakosa jelo ya kula. Waeleze historia vizuri. Sisi tulikuwa tunalala chini na RC Chalamila. Ni mchapakazi kweli, haigizi ujamaa. Na Ndele ni mchapakazi kweli, haigizi. Kwa kama mnasubiri Ndele kudondoka, mtadondoka nyie na mtazima. Sisi huwa tuigizi, hatujawahi pewa hela sisi. Sisi tunatafuta hela kweli kweli. Na tukiwa kutafuta hela huwa tuangalie mtu wala cheo. Kwa labda hilo ndio linawakwaza sana. Sisi ni wachapakazi, na naamini rais wakati anamteua Albert Chalamila, mimi nilipiga magoti. Nikasema Mungu huyu ametoka wapi? Chalamila hana hata mtu huko serikalini. Kamtoa wapi huyu mtu? Nikasema inawezekana. Inawezekana amechungulia hata marafiki zake. Kwamba sio majambazi. Manake angeishi na majambazi, angesema hao majambazi atakuwa na genge la wizi. Kwa kweli katika watu waliokuwa wamefurahi uteuzi wa Albert Chalamila, mpaka leo namwambia braza, songa mbele. Heshima ya binadamu ni feri za kwanza. Mwache longolongo. Namsikiaga na RC anawaambia nini samani, ningeruka ningeenda kwenye TV ningemwambia waambie ukweli. Huna fedha, huna uwezo wa kushawishi mtu wewe. Ni unafiki. Labda kama mnadanganyana. Lakini nawaambia nyie waitibu, katafuteni fedha. Katafuteni nini? Fedha. Mimi ni mtu wa uchumi, lazima niwaambie ukweli. Sasa watu wanasema Chalamila ametafuta cheo, sio ametafuta, hajawahi omba. Yeye kwa anajaribu. Anapojaribu ndivyo anaposogea. Amepata mwenyekiti wa Iringa, nikamwambia ongea blaza vipi? Akasema nakuja Dar es Salaam. Sasa siku ya kuja Dar es Salaam ndio anateuliwa kwa mkuu wa mkoa. Nikasema sasa hii appointment gani? Kwa hiyo labda nilikuwa nataka niwachangamshe vijana wangu kwamba hata Tulia taongea. Nyinyi tazoleni, nyinyi ni marafiki wa naibu spika. Mimi ni rafiki wa Dr. Tulia. Sasa ndio tofauti yake. Kwa naibu spika na hawa watu bwana, unaweza kawa unaumia kichwa, unapata sukari. There is two things. Kuna rafiki wa naibu spika, kuna rafiki wa Dr. Tulia. Kuna rafiki wa RC Chalamila, kuna rafiki wa Albert Chalamila. Mbona tofautisha vitu hivi? Mimi ni rafiki wa Albert Chalamila, sio rafiki wa RC Chalamila. Mimi ni rafiki wa Dr. Tulia, sio rafiki wa naibu spika. Mmenielewa vizuri? Kwa natamani hata rafiki yangu awe rafiki wa Ndele Mwaselela, sio rafiki wa mmiliki wa shule za Patrick Mission. Maana hapo ndio tunaanza. Kuna neno ambalo silipendi sana, lakini labda tulitumia, maana Rais Magufuli ametufundisha kuwa wazi kwa. Kuna watu wengine ni wanafiki tu. Kwa watu ukikaa nao, unachukua usikilize, ujiongeze, umwachie na unafiki wake hapo. Nimeona watu huko, nimekaa tangu juzi wanapishana. Nikamwambia mnapishana nini? Maana huyu anapamba hiki, tumewaambia mtupambe. Sisi tumejipamba wenyewe kwa nidhamu.
tumwambia mjipanga. Sisi tunachotaka hapa jimbo lirudi, mapambo peleka kule. Tuleteni jimbo kwanza, alafu ndio tupambe. Mnapamba miaka yote, mnapamba. Tumekuja serious. Tunataka jimbo hili lirudi na hakuna mbadala, lazima lirudi. Kwa hiyo tofautishe kazi tunazofanya za jamii na kuhonga. Sisi hatuhongi, tunatatua changamoto walizoshindwa kutatua Chadema. Kwa hiyo msije mkatulisha maneno, na huo ni moyo. Madongo tunayopata hatulali wakati fulani. Unaambiwa anajipendekeza. Ni shida kweli wanadamu. Anatulamba miguu, anatuhonga. Mambo magumu kidogo, lakini kwa sababu tumefika mwisho, tunaamini tutavuka salama. Na nataka niwaambie, kama kuna watu walikuwa wanachonga ili tugawe jimbo au tuwagawe wanachama, waambieni, nimewaambia wamechelewa sasa. Mimi sikuwahi pewa hela na mtu. Mimi sikuwahi hata kukaa kikao na mtu kwamba lazima nimfuate mtu fulani ili mambo yaende. Mimi nimeletwa na Mungu, nitasimamia ya Mungu, nitatumikia chama na nitakuwa mwanachama mwadilifu usiku mchana. Kwa hayo mengine mimi siyajui. Mimi ninachoangalia CCM panoge. Unashindwa kwenda hata kwa mkurugenzi pale, unakutana na meya sio wako. Ukifanya kidogo anataka udiwani. Mimi sitaki sasa. Nenda wewe, hii na mimi kupigie kula. Nimeona niongee haya kwa sababu nakosa muda mrefu. Kila mtu nialika tunagongana. Kipindi hiki mlinialika kipindi cha Afule Polepole, sikuwepo. Nitaka niyaseme mbele ya mwenezi. Na nitaka nitoe ushuhuda na yeye akijua, kwa sababu tumayona nilimwambia haya ya mbele. Kwa hiyo ni vizuri kwanza msigomeshe viongozi. Pili, wote nguvu ziwe kusaka kula za CCM. Kula za CCM. Kama mjui alichofanya Magufuli, tuwaambie. Leo kina Mwasela wamejenga shule. Mimi nimejenga shule Mbalizi, Paradise Pre-Primary School Mission ya kisasa. Sijakopa hata shilingi, kwa sababu ya ujasiri na usoma kwa Rais Magufuli. Siku moja namrushia Rais Chalamila akisema, this is a huge investment. Excellent my brother. Tunataka mnafanya hivyo. Mnampongeza kijana mwenzenu anafanya vizuri, sio kuwa na vinyongo. Mtakufa na mawivu ambao wala hayana hata kwa Mungu hayana hata upande. Amefanya vizuri, tulia mpongeze. Amefanya nuna nini? Lazima muwe wa kweli. Kwa hiyo mimi nataka ukitaka kufanikiwa, kwanza appreciate ya mwenzako. Kwa hiyo msimuonee wivu. Umeelewa jamani? Maana kuna watu wanachoka sana huko. Lazima tuwaambie muda umeisha sasa hivi. Sasa hivi ni muda wa kukaa pamoja, tujenge nyumba pamoja, tuitengeneze CCM yetu, asiwepo mchawi wala mtu yoyote wa kuvuruga Chama cha Mapinduzi. Sawa jamani? Kwa hiyo lakini mimi siwezi kuwaambia eti mkagombea au msigombee. Mimi sina hata hizo. Mimi nitawaambia katafute hela. Kagombee, alafu uchumi wako mbovu, wakakutwange huko, alafu uje ulalamike kwamba wamehonga. Wamehonga wewe. Issue hapa umetengeneza maisha yako kwanza. Wewe wanakuona kabisa wewe mwenyewe umepanga. Wakupe udiwani umepanga. Haiwezekani. Tumeonewa. Umeonewa nani? Anza kwanza kusota. Dr. Tulia kwani leo? Dr. Tulia amefundisha University of Dar es Salaam. Ameenda Ujerumani. Naye angetoka hapa chuoni Dar es Salaam nikagombea. Angekutana na vipondo. Wangeponda. Sababu heshima ya Watanzania bila unafiki iko kwenye pesa. Ndio. Tupigeni makofi basi. Tunaoambia kweli. Kwa uchumi MC, uchumi mzuri ndio unakupa confidence ya kusema CCM oye. Hapa nikiwa diwani, nitaondoa hili itaenda hivi, nitaendea hivi itaenda hivi. Sio CCM oye. Ukiwa diwani niseme kwamba Rais Magufuli amefanya mengi, tumshangilie sana rais wetu, na ametutoa sisi na Mwasela
bila Rais Magufuli tusingekuwepo hapa. Magufuli oye! CCM oye! Viva vijana, viva! Viva vijana Sumata! Sisi watu wa Uchumba na salamu zinatugoma wakati fulani. Asante sana.